Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Stergomena Lawrence Tax, mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiwa bungeni ulizungumzia kuhusu malipo ya pensheni kwa ajili ya maveterani ya vita vya Kagera, kuwa pensheni yao itaanza kulipwa kuanzia Julai 2026. Tunaomba ufafanuzi kwa hilo. Ni kweli nilieleza kwamba serikali imeridhia kwamba maveterani waliopigana vita vya Kagera watalipwa pensheni. Nilitamka kwamba ni kuanzia Julai 2026. Hapo ulikuwa ni ulimi uliteleza. Wataanza kulipwa kuanzia Julai mwaka 2025. Nilichokuwa nikimaanisha ni kwamba kuanzia mwaka wa fedha 2025-2026. Na mwaka wa fedha unaanza Julai 2025. Lakini pia muda pale ulikuwa ni mfupi, kwa hiyo nilijaribu kueleza ili kueleweka kwamba maveterani tunaowaongelea ni maveterani ambao walipigana vita ya Kagera lakini walikuwa hawalipwi. Kwa sababu wapo maveterani waliopigana vita vya Kagera ambao wanalipwa pensheni. Kama mnavyokumbuka, swala hili limeulizwa mara nyingi sana bungeni. Hata kamati yetu ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama limetusukuma sana kuhusu jambo hili. Kwamba hata kama hawakuajiriwa basi mchango wao utambulike. Kwa hiyo maveterani ambao sasa tunawaongelea ni wale ambao baada ya vita vya Kagera hawakuwa wameajiriwa mahali popote, hawakuchukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama kuandikishwa, aidha kwa kukosa sifa au kwa kutopenda wao wenyewe kuandikishwa. Kwa hiyo hili ndio kundi lilokuwa limebaki, kwamba hawa ndio walikuwa wanaombewa, kwamba hawakuandikishwa, hawalipwi pensheni, lakini walikuwa na mchango mkubwa sana kwa taifa hili. Kwa hiyo tutambue mchango wao, kwamba walijitolea maisha yao kwa ajili ya taifa hili, na wenyewe waweze angalau katika umri huu ambao umekwenda, na wenyewe waweze kulipwa chochote. Kwa hiyo kama nilivyojibu, nilieleza wakati ule kwamba maveterani wote, watu wote waliopigana vita vya Kagera walipewa asante ya shilingi 5,000. Na wakati huo ilikuwa ni hela nyingi, lakini wengine ndio hivyo hawakuwa wameandikishwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, hususan jeshini, hawakuajiriwa. Kwa hiyo nilieleza kwamba swala hili tumelichukua, tunalifanyia kazi. Tulilichakata na tukapeleka mapendekezo. Kwa hiyo nirudie tena kama nilivyosema jana, kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Jambo hili limeshindikana kwa miaka 45. Lakini chini ya uongozi wako na kwa kutambua mchango mkubwa wa maveterani hawa, ameridhia kwamba na wao sasa waweze kulipwa hiyo pensheni ambayo itakuwa ni kima cha chini cha pensheni inaolipwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na viwango vitaendelea kubadilika kadri viwango vitabadilika na wao watabadilishiwa. Kwa hiyo ni ufafanuzi huu ambao uliutaka, nimeutoa, na tunawapenda sana maveterani wetu, tunatambua mchango wao na tutaendelea kuwasaidia kadri inavyowezekana. Tulikuwa na mambo mawili, moja lilikuwa ni la kuwapatia matibabu na lenyewe mchakato wake unaendelea, na la pili lilikuwa ni kuwapatia hii pensheni. Kwa hiyo hili limekamilika na lile lingine nina imani litakamilika.